Mkasa wa utafiti wa Tuskegee kuhusu ugonjwa wa kaswende au maarufu ukijulikana kama Tuskegee Experiment au Tuskegee Field Study. Tuskegee ni nini? Ni utafiti ambao ulifanywa kuanzia mwaka 1932 hadi mwaka 1972 na idara ya Marekani inayoshughulikia huduma kwa umma kwa kushirikiana na chuo cha Tuskegee kilichopo katika jimbo la Alabama nchini Marekani. Kwa sasa chuo hicho kimepanda hadhi na kinajulikana kama chuo kikuu cha Tuskegee au Tuskegee University. Wazo la kuanzishwa kwa utafiti huu wa kaswende wa Tuskegee huko Alabama lilitokana na maofisa wa shirika la umma la Marekani, hasa kutoka kwenye idara ya magonjwa ya zinaa, ambapo aliyetoa wazo hili ni aliyekuwa mkurugenzi wa shirika hilo, Daktari Taliaferro Clark. Bwana Clark alitoa wazo la kufanya utafiti huo mwaka 1932 akiwa na lengo la kufuatilia maendeleo ya kaswende kwa wanaume weusi bila kuwapa matibabu, kwa nia ya kuelewa jinsi ugonjwa huo unavyosambaa na kuathiri afya kwa hali ya asili. Ikumbukwe kuwa wakati utafiti huo unaanza hakukuwa na dawa iliyothibitika kutibu kaswende. Dhumuni la utafiti huo ilikuwa ni kurekodi historia ya asili ya ugonjwa wa kaswende kwa watu weusi. Utafiti huo uliitwa utafiti wa Tuskegee wa kaswende isiyotibiwa kwa wanaume weusi. Utafiti huo ulipoanzishwa hapakuwa na matibabu yaliyothibitishwa ya ugonjwa huo. Watafiti waliwaambia wanaume weusi walioshiriki katika utafiti huo kwamba watatibiwa damu mbaya. Washiriki wa utafiti huu ulihusishwa na wanaume weusi 600 wenye jamii ya Afrika kutokea jimbo la Alabama, ambapo katika utafiti huu wanaume 399 walipatikana na ugonjwa huo wa kaswende na wanaume 201 hawakuwa na ugonjwa huo kabisa. Njia zilizotumika ili kuwapata washiriki katika utafiti huu ambao walikuwa ni wanaume wa Marekani weusi wenye asili ya Afrika au maarufu African American wanaotokea katika eneo maskini la Alabama. Walitumia njia za udanganyifu na kutumia mazingira yao ya umaskini na ujinga wa jamii hiyo kwa wakati huo. Waliwachagua jamii ya watu weusi maskini na wakazi wa Alabama ambao wengi wao walikuwa ni wakulima wa pamba wasiojua kusoma wala kuandika. Walitangaza kwamba ni programu ya bure ya afya kwa umma kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa damu mbaya, bad blood. Neno la damu mbaya lilitumika kuelezea magonjwa mbalimbali kama vile upungufu wa damu, malaria na kadhalika. Waliwapa ahadi za manufaa ili kuwavuta washiriki, ambapo ahadi ni kama vile matibabu ya bure, chakula cha bure wakati wa vipimo, usafiri wa bure kutoka majumbani mwao mpaka hospitali na vituo vya afya, na bima ya mazishi ili familia zao zisigharamike pindi kikitokea kifo katika familia zao pia. Pia walishirikiana na viongozi wa jamii, makanisa na madaktari kuwashawishi. Washiriki waliambiwa wanatibiwa hali inayoitwa damu mbaya, neno la kawaida kwa wakati huo kuelezea magonjwa yasiyoeleweka. Hata hivyo, hawakueleza ukweli kuwa walikuwa sehemu ya jaribio, wala hawakupata matibabu yoyote madhubuti. Kwa nini waliwachagua wanaume weusi kutoka Alabama? Sababu zilizowafanya waandaaji wa Tuskegee Field Study kuchagua wanaume weusi maskini kutokea Tuskegee, Alabama ni kutokana na ubaguzi wa rangi kwa wakati huo, ambapo watafiti wa afya ya umma wa nchini Marekani walidhani kwamba ugonjwa wa kaswende ungeonekana zaidi kwa wanaume weusi. Wanaume weusi wa vijijini walikuwa na nafasi ndogo ya kujitetea na kuuliza maswali. Hivyo basi hawakuwa na nguvu ya kupinga madaktari wazungu na serikali ya Marekani kwa wakati huo. Alabama na kusini mwa Marekani kulikuwa na visa vingi vya ugonjwa wa kaswende kwa wakati huo, hasa miongoni mwa jamii ya maskini za watu weusi. Hivyo watafiti waliona ni rahisi kupata washiriki. Watu mahususi waliotajwa kushiriki kufanya utafiti huu wa Tuskegee ni Daktari Taliaferro Clark, ndiye alianzisha rasmi utafiti huu mwaka 1932. Lakini baadaye aliondoka kwenye utafiti huo mapema, kwani lengo la kuanzisha utafiti huo alitaka uwe wa muda mfupi kwa takriban miezi 6 tu. Lakini aligundua kuwa utafiti huo utakuwa muda mrefu tofauti na malengo ya kuanzishwa kwake. Hata hivyo, uliendelea bila yeye kwa zaidi ya miaka 40. Baada ya Daktari Clark kuondoka, utafiti huo uliongozwa na watu wengine muhimu kama Dr. Raymond Vondler ambaye alichukua nafasi ya uongozi na kuendeleza mkakati wa kudanganya washiriki. Pia Dr. John Hiller alikuwa miongoni mwa maofisa wakuu waliounga mkono utafiti huu hadi mwisho wake. Madaktari wengine wa eneo la Tuskegee na wauguzi walihusishwa, akiwemo muuguzi Eunice Rivers.
muuguzi mweusi ambaye kwa miaka mingi alihudumu kama kiungo kati ya watafiti na washiriki ili kushawishi washiriki waendelee kushiriki katika utafiti huo. Washiriki hawakuwahi kupewa taarifa ya ukweli kuhusu ugonjwa wao, wala hawakupata matibabu madhubuti hata baada ya kugundulika kwa dawa ya aina ya penicillin mwaka 1947 kuwa tiba madhubuti ya kaswende. Serikali ya Marekani ilikwenda mbali zaidi na kuandika barua kwa hospitali za karibu kuzuia wagonjwa hao kupata penicillin. Matokeo ya jaribio hilo kwamba baadhi ya washiriki walikufa, wengine walipata ulemavu wa kudumu, wake zao waliambukizwa na watoto wao walirithi kaswende kupitia uzazi. Badala yake walidanganywa na kuambiwa kuwa wanapokea matibabu maalum na vipimo vya afya, huku wakifanyiwa vipimo vya maumivu makali kama spinal tap bila idhini yao ya kweli. Utafiti huu uliendelea kwa miaka 40 hadi mwaka 1972 ambapo mfanyakazi na mtafiti wa magonjwa ya zinaa wa taasisi ya afya ya umma aliyekuwa anaitwa Peter Buxton alipeleka malalamiko yake kwa viongozi wa taasisi ya juu kwamba utafiti huo unakiuka maadili ya utafiti. Viongozi wake waliunda kamati ya kupitia upya utafiti huo, lakini wakaamua kuendelea nao bila kuusitisha au kufanyia marekebisho. Hapo ndipo Peter Buxton aliamua kufichua ukweli kwa kuvujisha siri kwa vyombo vya habari baada ya malalamiko yake ya ndani kupuuzwa. Inaaminika kwamba viongozi wa taasisi hiyo walitaka watu weusi washiriki katika utafiti huu waendelee kuteseka, wafe kusudi ili miili yao ikachunguzwe zaidi kupata taarifa na ripoti nzima ya mienendo na historia nzima ya watu hao toka walipoanza utafiti huo mpaka kifo. Utafiti huu ulifichuliwa rasmi kwa umma baada ya kuandikwa katika chombo cha habari na mwandishi wa habari Jane Hiller ambaye alikuwa akifanya kazi na shirika la habari la Associated Press. Habari hiyo ilichapishwa na shirika la Associated Press na kuzua ghadhabu kubwa miongoni mwa umma wa Marekani. Uchunguzi wa haraka ulifanyika na utafiti ukatangazwa kuwa haukuwa wa kimaadili na hivyo ukasitishwa mara moja mwaka 1972. Mnamo mwaka 1973, serikali ya Marekani ilikiri makosa na kuamua kuwalipa washirika wa utafiti huo fidia ya jumla ya dola ya Marekani milioni 10 na kuanzisha mpango wa afya kwa manusura na familia zao. Madhara ya utafiti huu yalikuwa ni makubwa, kwani takribani wanaume 28 walifariki moja kwa moja kwa sababu ya kaswende. Wengine zaidi ya 100 walikufa kwa matatizo yanayohusiana. Zaidi ya wanawake 40 walikuwa wake wa wanaume walioambukizwa na watoto 19 walizaliwa na kaswende ya kurithi. Mbali na madhara ya kiafya, familia ziliteseka kisaikolojia, kijamii na kiuchumi. Ikumbuke kuwa madaktari walioshiriki katika utafiti huo walikuwa wanajua toka hapo awali kuwa kuna wanaume weusi wanaishi na kaswende. Hawakuwaambia na hata baada ya kugundulika kwa dawa hawakuwatibu, bali waliwaacha wafe na waambukize wake zao na wapenzi wao. Mafanikio ya utafiti huo. Ripoti ya Belmont ya mwaka 1979 iliweka misingi mitatu ya utafiti wa binadamu: heshima kwa mtu, kutenda mema na kuepuka madhara, na haki kwa washiriki wote. Pia taasisi zote zinazofanya tafiti zilianza kuhitajika kuunda bodi za mapitio ya maadili inayojulikana kama Institution Review Board IRB ili kuidhinisha na kusimamia kila tafiti. Haya yote yalilenga kuhakikisha kuwa madhambi yale ya Tuskegee hayatokei tena. Kabla ya hapo hakukuwa na udhibiti wa tafiti. Watafiti walijifanyia wanavyotaka, ikiwemo kuwaumiza watu wanaoshiriki katika utafiti bila ulinzi wa aina yoyote. Mwaka 1997, Rais Bill Clinton alitoa msamaha rasmi kwa niaba ya serikali ya Marekani, akiuita utafiti huu aibu kubwa kwa taifa na akatambua madhira waliopitia waathirika. To the survivors, to the wives and family members, the children and the grandchildren, I say what you know. No power on earth can give you back the lives lost, the pain suffered, the years of internal torment and anguish. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am
sorry. The American people are sorry for the loss, for the years of hurt. You did nothing wrong, but you were grievously wronged. I apologize, and I am sorry that this apology has been so long in coming. Utafiti wa Tuskegee haukuwa utafiti pekee wa kaswende usio na maadili. Mnamo mwaka 2010 alikuwa rais wa Marekani wa wakati huo, Barack Obama, na maafisa wengine wa juu wa serikali waliomba radhi kuhusiana na utafiti mwingine uliofadhiliwa na Marekani nchini Guatemala. Katika utafiti huo inaelezwa kuwa mwaka 1946 mpaka mwaka 1948 karibia wafungwa 700 wanawake na wanaume, wanajeshi pamoja na watu wenye magonjwa ya akili waliambukizwa kwa makusudi ugonjwa wa kaswende bila wao kufahamu. Vile vile watu wengine walitengenezewa mazingira yaliyowafanya kukutana, kuchangamana na kujiamiana na watu wengine waliokuwa wameathirika magonjwa ya zinaa, ikiwa ni sehemu ya utafiti huo bila kujua wala kukubaliana kushiriki utafiti. Lakini vyanzo vingine vinasema idadi ya watu walioambukizwa magonjwa ya zinaa kwa makusudi sio 700 tu, huku ikidai kwamba walizidi 1300. Malengo ya utafiti huo yalikuwa ni kubainisha kama dawa ya penicillin inaweza kuzuia, sio tu kuponya, maambukizi ya kaswende. Baadhi ya wale waliopata maambukizi hawakuwahi kupata matibabu, pamoja ya kwamba timu ya utafiti ilikuwa ikijua kila kitu. Matokeo ya utafiti huu ambayo yalijulikana na kupewa ushirikiano na maafisa wa serikali ya Guatemala hayakuwahi kuchapishwa wala kuwekwa wazi. Alafu mbaya zaidi, Dr. John Cutler ambaye alikuwa katika utafiti huu alitoka Guatemala akaenda kuwa mtafiti mkuu wa utafiti wa Tuskegee wa Alabama nchini Marekani. Baada ya Daktari John Cutler kufariki dunia mwaka 2003, mwanahistoria Susan Revby aliweka wazi rekodi za majaribio wakati wanafanya tafiti iliyokuwa ikihusanishwa na ile ya Tuskegee. Susan Revby aliwapatia maafisa wa serikali ya Marekani matokeo ya kile alichokigundua. Muda mfupi baadaye alikuwa waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton na katibu wa afya na huduma za kibinadamu Kathleen Sebelius waliomba radhi kwa utafiti huo wa magonjwa ya kuambukiza ya zinaa. Mnamo tarehe 1 Oktoba mwaka 2010, Rais Obama wa Marekani alimpigia simu rais wa Guatemala wa wakati huo, Mheshimiwa Alvaro Colom, na kumwomba radhi kwa madhira waliopitia raia wa nchi hiyo katika utafiti usiokuwa na maadili kati ya mwaka 1946 mpaka mwaka 1948. Marekani ndio walizamini utafiti huo na pia waliwatuma wataalamu na vifaa tiba nchini Guatemala kutekeleza utafiti huo wa kinyama ulioua baadhi ya watu walioshiriki. Athari za kisaikolojia na jamii. Kutokana na yale mabaya yaliyofanywa katika utafiti huu wa Tuskegee, mpaka leo bado kuna hisia au fikra mbaya kuhusu utafiti. Wamarekani weusi wengi walipoteza imani kwa mfumo wa afya wa Marekani. Hofu na mashaka hayo yameathiri ushiriki wao kwenye tafiti za afya, matumizi ya huduma za afya na hata kampeni za chanjo kama ilivyoonekana wakati wa janga la uviko 19, yani COVID-19. Utafiti wa Tuskegee ni kielelezo kikubwa cha jinsi ubaguzi wa rangi na upungufu wa maadili ya utafiti unaweza kuathiri maisha ya binadamu. Tukio hili limefundisha dunia umuhimu wa kutunza haki, usawa na heshima katika tafiti za kitabibu, kuimarisha sheria zinazolinda haki za washiriki wa utafiti. Hivyo basi, kisa hiki si tu kumbukumbu ya uovu wa kisayansi, bali ni fundisho kwa dunia kuhusu umuhimu wa maadili, ukweli na heshima kwa utu wa mwanadamu. Mimi ni Witness Lema, Umakini TV.